من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ya hotuba yetu itakuwa ni kuhuisha imani zetu, kwa sababu katika vitu vya thamani ambavyo mimi na wewe tunavimiliki ni imani. Sisi bila imani si lolote, si chochote. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo tunaweza tukazihifadhi, tukazilinda, tukazikuhuisha imani zetu, hii ndio maudhui ya hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu humu ndani ajiulize na ajijibu yeye mwenyewe kwa ukweli kabisa. Je, unapofanya ibada unahisi ladha ya ile ibada unayoifanya? Unahisi raha? Unahisi kuna mabadiliko yoyote katika ibada unayoifanya? Hili ni swali muhimu sana ambalo ukilijibu kwa ukweli litakusaidia kuweza kulinda imani yako, kuihifadhi na kuikuza. Je, unaposwali, unapomaliza kuswali unakuwa tofauti na ulivyoanza kuswali au uko vile vile? Je, unahisi kuna kitu chochote katika nafsi yako kimebadilika? Je, unahisi ladha yoyote unapokuwa umefunga swala, umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna kitu chochote unakihisi ndani ya nafsi yako? Je, unapofunga mwezi wa Ramadhani au unafunga sunna, unahisi kitu chochote ndani ya nafsi yako? Je, unapochukua Qur'an ukaisoma, akili zako zinakuwa ziko ndani ya Qur'an au zinakwenda sehemu nyingine? Unahisi nini? Au unahisi muda unakwenda tu? Haya maswali, ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana, kwa sababu hakuna mwenye majawabu ya maswali hayo isipokuwa ni wewe mwenyewe. Na ili uweze kuelewa geji ya imani yako iko wapi, ni lazima ujijibu kwa ukweli kabisa kwamba je, unahisi ladha yoyote katika ibada unayoifanya? Kama huhisi, ndugu yangu Muislamu, basi mimi na wewe hotuba hii inatuhusu. Sengine umesimama na mtu unaswali naye, lakini unahisi kwamba labda Qur'ani inasomwa, unahisi analia, lakini wewe hujui kwa nini huyu bwana analia. Yani unashangaa, yani aya ni zile zile, imamu ni yule yule, lakini mwenzako machozi yanamtoka, wewe wala huhisi kitu chochote. Ushawahi kujiuliza? Sengine mtu mwingine anasikiliza Qur'an tu, machozi yanamtoka kwa kusikiliza Qur'an au kwa kusoma, lakini wewe unaisikiliza, unaisoma, huoni chochote. Umeshawahi kujiuliza? Ni vitu muhimu, ndugu zangu Waislamu, ambavyo vitakusaidia wewe kujiwekea kinga ya kuhifadhi imani yako. Ndugu yangu Muislamu, wallahi kuna mambo mengine yanatokea unahisi kabisa sio mambo yametokea katika zama za maswahaba, katika zama tulizonazo. Bwana mmoja ni mtu wa kawaida kabisa, mtu wa kawaida, mtumishi, na ile limetokea mwaka jana kama sikosea, mwaka juzi. Ametuita anakwenda kutukabidhi ardhi ya wakfu, plot 2 Dodoma, katika eneo ambalo wanaita ni prime area. Wamemfuata watu wa vituo vya mafuta, wamemfuata watu kujenga sijui nini apartments. Ametuita anatukabidhi documents zile. Wakati anatukabidhi akaanza kulia, yani hata sisi tulikuwa tumeshangaa pembeni, tulikuja pale tumeshangaa.
ambia shekhe, hawina alaik, taratibu taratibu. Asa naomba radhi sana mashekhe, msione hivi nalia kwa sababu leo natoa mzigo mzito sana katika kifua changu. Hii ndiyo mali ninayoipenda katika mali zangu. Katika utumishi wangu wote nimefanikiwa kupata hizi plot 2. Lakini nataka nitoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na thawabu zake ziende kwa wazazi wangu waliotangulia mbele ya haki ambao wamenisomesha na leo niko katika hali kama hii. Mimi sio tajiri sana, lakini nafsi yangu ilikuwa inapambana na mimi, kwa maana hapa wafanya biashara, wekeza, utatoa baadaye, ngoja kidogo. Leo nawakabidhi, nahisi raha, nahisi mzigo umenitoka. Hiyo ndio ladha ya iman, na hiyo ndio ladha ya ibada ambayo tunaizungumzia hapa. Sasa ni wangapi tunahisi hivyo? Sasa ingine unamshangaa mtu anapotoa mpaka unashangaa kwa nini anatoa hivi. Shetani anakuingia, anatoa hivi anataka kujionyesha. Wewe hujui ladha anayoipata, hujui ana mahusiano gani na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ladha ya ibada, ndugu zangu, ni dalili, ni jambo ambalo litakuonyesha wewe imani yako iko sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, kama hatuhisi ladha za ibada zetu, basi tunakabiliwa na moja kati ya mawili au yote mawili kwa pamoja. La kwanza, kuna shida katika ibada tunazozifanya. Ibada zetu zina kasoro. Hii inaweza kuwa ni lugha ngumu kidogo. Kama huhisi ladha yoyote katika ibada, huhisi athari yoyote katika ibada unayoifanya, sehemu ya kwanza ya kuangalia, je, hiyo ibada unaifanya sawa sawa? Hii ni sehemu ya kwanza. Inawezekana kuna kasoro kubwa mule ndani ya ile ibada, ndio maana huhisi, haikuletei mabadiliko, huhisi ile ladha ambayo anatakiwa kuipata mu'min pale ambapo anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqul, nilimsikia Sheikh Ibn Taymiyyah akisema, idha lam tajid lil'amali halawa fi qalbik, utakapofanya amal alafu kaikuta haina utamu ndani ya moyo wako, wanshirahan, na moyo wako umefurahi kwa kufanya jambo lile la kiibada, fatahimuhu, basi ituhumu hiyo ibada yako, fa inna Allah ta'ala shakur, kwa sababu Mwenyezi Mungu unapomfanyia ibada atakulipa shukurani, na shukurani zake ni kukuletea raha ya ile ibada uliyoifanya. Sasa wewe ukifanya ibada usihisi ladha yoyote, Sheikh al-Islam anasema ituhumu ibada yako kwamba hii ibada ina kasoro ndani yake. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni maradhi ambayo yameingia katika nafsi yako, na wewe ni mgonjwa, na ni maradhi ya upungufu wa kinga katika moyo wako, na imesababisha kupunguka kwa imani ndani ya moyo wako vile vile. Kwa hiyo unashambuliwa na maradhi. Na sote tunafahamu ndugu zangu Waislamu, ukiwa mgonjwa huhisi ladha ya chakula, huhisi kabisa. Upikiwe biriani yenye kunukia vizuri, upikiwe chakula unachokipenda, ukisikia harufu yake unasikia kichefuchefu, tena unaambia nitoleeni hapa. Watu wa pembeni wanatamani kile chakula kwa harufu nzuri, lakini wewe unaona harufu mbaya inakutia kichefuchefu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mgonjwa. Sasa hali kadhalika unapokuwa upo katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukatoka kama ulivyoingia, usiathirike, usibadilike, usihisi ladha ya aina yoyote, hii ni dalili kwamba anta marid, wewe ni mgonjwa na ugonjwa wako upo katika moyo wako. Sasa hivi ni viashiria ndugu zangu ambavyo takriban wote tunavyo. Kwa hiyo hutuba yetu inakusudia jinsi gani tunaweza tukatoka katika hali kama hii, tukalinda imani zetu na ibada zetu. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb, hakika iman huchakaa katika moyo wa mmoja wenu kama vile nguo inavyochakaa. Fas'alullaha, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, an yujaddida al-imana fi qulubikum, aifanye upya imani katika nyoyo zenu. Ukijiona katika hali kama hiyo ambayo wengi tunayo, basi tumkimbilie kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kila katika dua yako muombe Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, jaddid imani, ifanye upya imani yangu, ilinde imani yangu. Sababu gani?
imekwisha chakaa kiasi cha kwamba huhisi ladha yoyote katika amal unazozifanya. Imani inapochakaa, mtu anapoteza ladha katika ibada, husikii ladha ya aina yote, na hii ndugu zangu inakupelekea kwamba amali zako zinakuwa vile vile hazina athar katika maadili yako, katika maisha yako. Na ndio maana tunafanya ibada hatubadiliki. Tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani mpaka unamalizika tuko vile vile. Tunaswali swala 5, lakini mtu namkuta zinaa bado anaendelea nayo na maasi mengine anayo. Kwa nini? Kwa sababu haimuathiri ile ibada ndani ya nafsi yake. Na haya ni makosa makubwa, kwa sababu utafika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama ukitegemea kwamba kuna amali ulizozitanguliza, lakini ukazikuta mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala hazipo. Kwa hiyo muda wa kujirekebisha ni sasa hivi. Muda wa kutibu imani zetu ni sasa hivi. Mambo yafuatayo ndio yanayosababisha ugonjwa huo wa kutohisi ladha katika ibada. Ya kwanza, kutomtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumtambua. Sisi wote ni waumini, tumeshahadia, tunamuelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiswali tutasema Allahu Akbar. Lakini unapokuwa unafanya ibada ya swala, ibada ya funga, unamuhudhurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa zake, ukamuhudhurisha Mwenyezi Mungu kwamba wewe umesimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukaleta sifa za Mwenyezi Mungu unazozifahamu kwamba nimesimama mbele ya mfalme wa wafalme, unahudhurisha. Kwa sababu hatumtambui Mwenyezi Mungu kwa undani wake na sifa zake, saa nyingine unasimama katika swala, unangojea tu rakazi malizike uondoke zako ukafanya shughuli zako. Kwa hiyo imekuwa ni kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo unakwenda kuswali na kuondoka bila kumhudhurisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake unapokuwa umesimama mbele yake. Ndugu zangu, ili umpende Allah Subhanahu wa Ta'ala, umuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima umtambue na utambue na sifa zake na uwezo wake. Kwa hiyo unapofanya ibada, ndugu yangu Muislamu, hudhurisha kwamba umesimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye neema zote ulizonazo zote amekupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwe ni afya, iwe ni mali, iwe ni watoto, iwe ni elimu, iwe ni cheo, iwe ni nyumba. Neema yote unaijua wewe mwenyewe, na neema tunazo nyingi sana. Hudhurisha kwamba neema zote nilizonazo mimi alionipa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye sasa hivi mimi nimesimama mbele yake, ambaye sasa hivi mimi nimefunga kwa ajili yake, ambaye mimi sasa hivi nazungumza naye kupitia Qur'an, ambaye mimi sasa hivi natoa sadaka, nampa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kile alicho niruzuku. Ukiweka kumhudhurisha Mwenyezi Mungu kwa mtazamo huo na sifa hizo, ndio moyo wako unaweza ukashtuka ukakufanya uwe hadhir katika ibada unayoifanya. Na hivi ndivyo walikuwa wakifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakifanya waja wema waliotangulia. Mwenyezi Mungu anasema, wama bikum min ni'matin famin Allah, hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hapa duniani katika maisha yetu, ndugu zangu, wallahi mtu akikufanyia fadhila ndogo tu umsahau. Hata ukimwona anakuja kule mbele utamsimamia, sio kwa jambo lingine. Yule bwana siwezi kumsahau katika maisha yangu, aliniokoa katika sehemu nilikuwa na dhiki, nilikuwa na shida, amekufanyia kitu kimoja tu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hakuna neema ulionayo isipokuwa Mwenyezi Mungu amekupa, leo unaposimama mbele yake, unaposoma Qur'ani, unapofunga, unapotoa sadaka, humhudhurishi kabisa kwamba unamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali unahudhurisha watu wengine. Hapa ndipo ambapo tunapoteza ladha ya ibada zetu tunazozifanya, na hii inapelekea imani zetu kuwa zinapungua. Mwenyezi Mungu anasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkitaka kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzihesabu. Inna Allaha la ghafurun rahim. Kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na wasameheni, na ni mwingi wa huruma vile vile. Ndugu yangu Muislamu, ukifanya ibada hudhurisha kwamba wewe si chochote si lolote, yani bila Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe ni sifri. Hudhurisha hivyo, hudhurisha nafsi yako kwamba wewe ni fakiri na ni maskini, umesimama mbele ya tajiri wa matajiri ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mfalme wa wafalme.
Kama ambavyo leo ungeitwa wewe fulani ibn fulani ukasimame mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu anakuambia simama pale, sema shida zako. Kwanza hata shida zenyewe zitapotea kichwani, hutokumbuka hata una shida gani, uanzie wapi, ukumbuki. Kwa kufanya nini? Kwa ile hirsi uliokuwa nayo, pupa uliokuwa nayo, binadamu mwenzako. Lakini leo unasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amekwambia niko karibu yako na kusikia. Subhanallah, unasimama na fikra zako na mawazo yako kwenye mechi mpira, yapo kwenye biashara, yapo kwenye mambo mengine, umesahau kabisa umesimama mbele ya nani? Islam. Ni makosa yababisha tukose ladha katika ibada, lakini vile vile tukose fadhila za kupata mema katika hayo ambayo tunayafanya. Ndugu zangu Waislamu, Bi Aisha radhiallahu anha, masahaba walimshangaa alipokuwa anajiwa na maskini. Anaingia ndani, anachukua zile dananir, fedha zile, coin. Kabla hajawapa anazipakaa miski, yani anazipakaa manukato yenye kunukia sana, halafu ndio anawakabidhi. Wakamuuliza, ya Aisha, inatosha tu kuwapa mpaka manukato, mpaka miski, ya nini? Aisha akasema, mimi simpi huyu maskini, mimi nampa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi simuoni mbele yangu maskini, mimi namuona aliyoamrisha nimpe huyu maskini ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na uona mkono wa Mwenyezi Mungu ndio unaopokea. Subhanallah. Ukiwa na hisia hizi, ndugu yangu Muislamu, utahisi ladha unapotoa, utahisi ladha unapofanya ibada ya kutoa. Na Aisha aliyapata haya maneno katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi, je, hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ndio anakubali toba kutoka kwa waja wake? Wa ya'khudhu sadaqat, na Mwenyezi Mungu ndio anayechukua sadaka. Hawaelewi. Aisha alivyoisoma hii aya akajua anayechukua sadaka ni Mwenyezi Mungu. Huyu ni sababu tu ya mimi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaipaka manukato kwa sababu anahisi anampa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kama yule mtu aliyokuwa anatoa ardhi analia kwa sababu anajua hatupi sisi, anampa Mwenyezi Mungu kilichokuwa bora, ambacho kitakuwa ni sababu ya kughufuriwa madhambi ya wazazi wake waliotangulia mbele ya haki. Hizi ndio hisia ambazo tunatakiwa tuwe nazo, ndugu zangu Waislamu, katika ibada tunazozifanya. Ndugu yangu Muislamu, ukiwa unafanya ibada, hudhurisha kwamba uko mbele ya Mwenyezi Mungu, anajua siri zako zote, lakini amekustiri. Anajua siri zote, amekustiri. Wallahi, lao tukimwambia mmoja wetu leo hapa tunamwekea milioni 20 cash, lakini tuweke pale screen ya TV akae yeye na familia yake, tuonyeshe maisha yake yote, yaonyeshwe kuanzia alivyobaligh mpaka sasa hivi, atasema hiyo hela kaa nayo mwenyewe. Uonyeshe siri zangu shekhe, madudu ndio yafanya mimi. Haya madudu si unayo wewe? Mwenyezi Mungu hayafahamu madudu uliyofanya? Anaelewa each and everything, anakujua ndani nje. Utawadanganya wenzako tu. Lakini unaposimama kuswali ukahudhurisha kwamba mimi niko mbele ya sitir, mwenye kunistiri, anayeweza kunifedhehesha, anaweza kunifanya mimi nikawa kichekesho, ni huyu Mwenyezi Mungu, niko mbele yake, wallahi surati al-Fatiha itakutoka ndani ya moyo wako. Utapokwenda kusujudu utatamani usiondoke. Utatamani usiondoke kwenye sijida kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekustiri aibu zako. Sasa hudhurisha maana hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajisifu, anasema ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Mwenyezi Mungu anaelewa mpaka khiana ya jicho. Unavomwangalia mwenzako, unamwangalia vizuri kwa khiana, unamwangalia vibaya. Mwenyezi Mungu anajua. Na yale yaliyofichwa katika vifua, hakuna siri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote ndugu zangu hapa ni fedheha. Kinachotufanya tuonekane watu wazuri, tunasifika, unaheshimika, ni stara ya Mwenyezi Mungu peke yake. Bila stara ya Mwenyezi Mungu wote tuko uchi. Sasa unapofanya ibada yoyote ile, iwe basi ni sehemu ya shukurani ya sitara ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, aliyokufanyia wewe. Ukakumbuka maasi yako na jinsi Mwenyezi Mungu alivyokustiri, na ukaendelea kwa Mwenyezi Mungu
ya Rabbi stur, ya Rabbi stur, Mwenyezi Mungu endelea kunistiri, Mwenyezi Mungu endelea kunistiri wakati unafanya ibada mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, hudhurisha huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa unafanya ibada, kwamba Mwenyezi Mungu ana huruma na wewe zaidi ya mama anapomuonea huruma mtoto wake. Kwa hiyo unapokuwa katika sijida, unapokuwa unafanya ibada ya aina yote, mlilie Mwenyezi Mungu yale yote unayohitaji, shida zako ulizonazo zote, makosa yako yote uliyofanya, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Pale utakuwa unahisi kutoka katika kuswali, unahisi kuna kitu kizito kimetoka katika mwili wako, unahisi grafu ya imani yako au chaji imani yako imepanda, energy imepanda katika moyo wako. Kwa sababu gani? Umetoka kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala na umezungumza naye na umemshtakia shida zako. Jambo la pili ambalo ndugu zangu linachuja imani zetu na kuzifanya zichakae ni maasi, ni kufanya maasi. Imam Ibn al-Qayyim anasema famimma yanbaghi an ya'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi, inapaswa ifahamike kwamba maasi na dhambi tadurru wala bud, ina madhara makubwa. Wa anna dararaha fil qalb kadarari as-sumum fil abdan, na kwamba maasi madhara yake katika moyo ni kama sumu inapoingia katika mwili. Kwa hiyo maasi haya tunayoyafanya yanasababisha nyoyo zetu zinakuwa ngumu, yanasababisha tusione ladha ya ibada tunazozifanya kwa mtu kufanya maasi. Na madhambi ambayo yanatuangamiza wengi sana ni madhambi ya siri. Katika madhambi yanayochukiza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dhunubul khalawati, wanaita madhambi ya siri. Hatusemi kwamba madhambi ya dhahiri ni mazuri, la hasha, lakini madhambi ya siri yanamuudhi zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na yanaharibu zaidi moyo, na yanafanya moyo wako unakuwa ni mgumu zaidi na hauwezi kuathirika na kitu chochote kwa wewe kujizoesha kufanya madhambi ya siri. Hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati, na wafahamu watu katika umma wangu, yaatuna yawm alqiyama, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin amthali jibali tuhama bayda, na mema mingi wameyafanya sawa sawa na mlima, fayaj'alhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Mwenyezi Mungu atayachukua yale mema yote walioyafanya, yatakuwa ni vumbi, atayageuza yatakuwa ni vumbi, manake hawajafanya kitu, zero yote walioyafanya, ambaye matendo ni sawa sawa na milima. Thawbani akashtuka akasema, ya Rasulullah, sifhum lana jilhum lana alla nakuna minhum, Mtume wa Mwenyezi Mungu tuelezee hawa watu na sifa zao na jinsi walivyo, tusije tukawa sisi miongoni mwao, tuwajue ni watu wa aina gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma inahum ikhwanukum wa min jildatikum, ni watu kama nyinyi, yaakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun, wanasimama kuswali usiku kama mnavyosimama kuswali usiku, walakinnahum, aibu yao, aqwamun idha khalau bimaharimillahi intahakuha, ni watu ambao wakibaki peke yao na mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha, wao wanayahalalisha na wanayafanya yanakuwa ni halali. Subhanallah. Yani wewe mbele za watu mcha Mungu, muumini mzuri, lakini ukibaki peke yako, ukienda sehemu ambayo hakuna mtu anakuona, yote ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwako wewe ni halali. Sasa ndugu zangu, unaweza kuona hili ni dhambi dogo, kwamba mimi nimekaa chumbani kwangu na simu yangu ya mkononi, nazungumza labda sijui na mwanamke au naangalia picha za ajabu ajabu, hakuna anayeniona, lakini kumbuka anayekuona ni Allah subhanahu wa ta'ala, na unamuonyesha dharau ya wazi wazi, kama vile unamwambia Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu na waogopa watu hawa, na waogopa sana, wasijue siri zangu, wasijue naangalia nini, lakini wewe utanifanya nini yani? Sawa, najua unaniona, najua unaangalia nini, unanifahamu, najua unachokifanya unakielewa, lakini ni dharau kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana waliosherehesha hadithi wakasema, mbona makaripio ni makali sana? Ukali wa makaripio umekuja ni kwa sababu ya kuteremsha nafasi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika maisha yako. Kwa mimi nikiwa peke yangu, alivyoharamisha Mwenyezi Mungu ni halali, nikiwa mbele ya watu
alivyoharamisha Mwenyezi Mungu ni haramu na mimi navizungumzia. Na hii ndugu zangu ni madhambi ambayo yamekithiri, yameenea katika mujtama, yanatugusa wote. Lakini madhambi haya ndiyo yanayosababisha nyoyo zetu zinakuwa ngumu na saa nyingine tusihisi athari yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili tuweze kupambana na gonjwa hili la madhambi ya siri, tunafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukithirishe kufanya ibada za siri. Kithirishe kufanya ibada za siri. Amka usiku, usiamshe mtu yote, fanya ibada zako, alafu njoo muamshe mke wako baadaye, hata yeye asijue kama uliamka, wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Funga, mtu yote asijue. Saa nyingine hata mke wako nyumbani asijue, hata futari asikupikie. Kwa nini ukikosa futari utakufa Sheikh? Sio unafunga asubuhi unasema leo nimefunga, leo Alhamis, futari jioni. Matangazo haikatazwi, lakini kwa nini usifanye kitu ambacho hakuna anayekifahamu zaidi yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Mmoja katika waja wema amefunga karibu miaka 20, mke wake hajui, funga za sunna. Anapeleka chakula dukani, anaweka chini ya meza. Kifika magharibi kiadhiniwa anakula, kirudi nyumbani. Kwa nini? Anataka abaki yeye na Mola wake tu. Toa sadaka yako, tafuta mtu au watu au wahusika, utoa sadaka yako. Hakuna anayejua sadaka ile isipokuwa wewe, yule anayepewa, hata sengine anayepewa hajui nani katoa. Ibaki wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio dawa ndugu zangu. Hasa inaweza ikabalance kati haya maasi ya siri ambayo wengi tunayafanya, makosa ya siri, tukithirishe kufanya ibada za siri. Ndugu zangu, maudhui ya khutba yetu ilikuwa ni kukarabati imani zetu, kuzilinda imani zetu, kuzihuisha imani zetu, kwa sababu ndio kitu tunachokimiliki. Na ugonjwa katika imani unaingia taratibu, wewe uhisi unabaki na Uislamu wako, unabaki na ibada zako, unabaki kama ulivyo, lakini subhanallah inakula ndani kwa ndani amali zako zote. Kibaya zaidi, unaweza kuja kufika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukakuta hakuna ambacho umekutanguliza mbele yake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.